timu ilipoteza morali, manake uchovu pia, kwa sababu ukimwangalia hapa kwa umezuzua alienda siku moja kabla ya game, alafu Duke Abuya naye alichelewa kufika kwenye kambi. Kwa hiyo hicho ndio kilita kujipanga vizuri. Sio kujipanga, ni uchovu, kwa sababu alikuwa ametoka kwenye majukumu ya timu ya taifa, ndio kapelekea vile. Ndio maana unaona timu ilikuwa imecheza chini sana, lakini kwa sasa hivi hapa kuna mapumziko kama siku 3-4 hizi ambazo wachezaji watakaa pamoja kwa ajili ya kunanilia kutengeneza kikosi. Na kitu kingine ambacho pengine hujakijua au watazamaji hawajakijua, timu yoyote inaondosha kocha, anapoingia kocha mpya, wachezaji wote wanacheza kwa moyo ili kuweza kumuonyesha huyu kocha mpya ni namna gani wana vipaji. Kwa hiyo naamini wachezaji wa Yanga watakwenda kuonyesha mpira mzuri ili kuweza kumshawishi kocha ambaye caretaker ambaye amepewa nafasi Mabedi yule, kwa ajili ya kuonyesha kwamba kwa ajili ya kutafuta namba. Kwa hiyo naamini Yanga siku hiyo tarehe 25 tutacheza mpira mzuri na wenye matokeo makubwa sana. Pengine mliochukulia kawaida Silver Striker ndio maana ikatokea kile kilichotokea kuadhibiwa goli moja bila ugenini? Hapana, sio kuchukulia kawaida. Ukiangalia kama nilichokuambia, issue ya uchovu, wachezaji walienda, alafu pia Silver Striker sio kwamba ni wabovu kiasi hiko. Mtu anashiriki Champions League ni mkubwa, kwa sababu ni bingwa nchini kwao. Kilichotokea ni mpira, tuliamua vile tukafungwa. Kwa hiyo tuko hapa nyumbani, tumejipanga vizuri, naamini tutashinda tena ushindi wa magoli mengi sana. Zilikuwa dakika 90 za namna gani kwa upande wako? Binafsi sikufurahishwa na matokeo, kwa sababu niliamini tungeweza kufanya vizuri. Sikuwa najua kwenye uchovu wa wachezaji, niliamini kwamba wachezaji wamepata nafasi ya kutrain pamoja, lakini baada ya kupata taarifa kwamba uchovu pamoja na mambo mengine ambayo wakati mwingine game inaamua tu, na ndio maana kwa Kiswahili kuna lugha tunaambiwa usililie kujua, lilia bahati. Kuna wakati unaweza kufanya kila kitu, lakini kama huna bahati unajikuta kitu kinateleza. Kwa kifupi ni wanasema kufanyani miti yote inateleza. Siku ilikuwa tumekufa sisi na miti ikawa inateleza, lakini sio kwamba eti kuna vitu vingine ambavyo nje ya hivyo. Baada ya kumalizika kwa ile mechi, klabu ya Young Africans ilitoa tamko kwamba imeachana rasmi na kocha wao Minuno Romain Folz. Ni sahihi kweli shida ilikuwa ni kwa kocha mkiangalia kikosi chenu? Mimi kwa nilivyozungumza tangu mwanzo, mimi sijaona tatizo kwa kocha, kwa sababu ukiangalia kikosi cha Yanga na timu tulicheza nayo na hivyo vitu nilivyokuwa kuelezea hapo, kwa maana ya uchovu na wakati mwingine bahati, ndio nilichokiona mimi. Ila kila mtu ana mtazamo wake. Umeniuliza mimi katika engo ya ushabiki, sikuona changamoto ya kocha, kwa sababu kocha huyu tumekuwa naye kwa muda mrefu na ameshinda mechi nyingi, tuseme mechi 2, yani moja tu amepoteza, nyingine ametoa suluhu. Kwa hiyo mimi kocha kama ni tatizo, na kwa sababu sasa hivi hatuko tena kwenye swala la kocha, tupo kwa ajili ya kuangalia mechi yetu tarehe 25 namna gani tunaenda kumchakaza Silver Strikers kwenye uwanja wa nyumbani. Hiko ndio kikubwa. Swala la kocha tushamalizana, kwa sababu hata tukimzungumzia kocha sasa hivi hawezi kurudi, maana yake tayari kashaondoka. Sasa hivi tunachokiangalia sisi ni vita yetu ni kuwafunga Silver Strikers, kwa sababu nia tunayo, sababu tunayo na uwezo tunao. Na afu kwa lugha ya Kiingereza tunasema nothing to lose, yani hakuna cha kupoteza. Yes, yani sisi ni ya mwanzo, nothing to lose. Timu ipo. Kiingereza kipi? Wewe badilisha lugha uone. Yani wewe niweza tukapiga. Nioje kwa Kiingereza. Yes, badilisha. Yani wewe ushindwe wewe tu. Unaona nafasi hiyo ya kuweza kupindua meza Benjamin Mkapa siku ya tarehe 26 pale Oktoba uwanja? Yes, yani kwa maana ya sio kupindua meza, kupindua meza kibabe. Malizia hivyo. Kupindua meza kibabe. Yani kupindua meza kibabe. Yani naamini watakapokuja wanajua kwamba sisi tutaanza kushambulia kuanzia dakika ya kwanza na mpaka ya mwisho. Na kwa sababu wachezaji, kwa taarifa ambazo nimezipata, ni kwamba wamegadhibika na yale matokeo, kwa sababu kwanza wamewaumiza mioyo wapenzi na wanachama wa Yanga. Wewe pengine uko mbali, lakini kwa sisi ambao tuko karibu na washabiki, siku ile mechi imeisha, nimepigiwa simu za vilio. Yani shabiki anapiga simu huko analia. Umeelewa? Hivi vilabu vyetu vikubwa hapa Tanzania mashabiki wanavipenda kupitiliza. Kwa hiyo matokeo kama yale pale, na kwa sababu hawa wachezaji nao hawaishi tofauti na mazingira, maana wanaishi kwenye mazingira yetu, kwa hiyo wanaona namna ambavyo mashabiki na wanachama wameumizwa. Kwa hiyo wao watakwenda kutoa jasho na damu kwa ajili ya kufurahisha mashabiki wao na wanachama wao. Mashabiki, kumbuka mechi ya MC Alger ambayo mlishindwa kupata goli moja tu uwanja Benjamin Mkapa, kuna namna kama wanakuwa wanapoteza matumaini na wanyong'onyesha. Shabiki unayepoteza matumaini hujui timu yako. Timu ya Yanga ukiangalia kama mimi nilivyoiona kwa jicho langu ni kwamba morali tulikuwa tumepotea, lakini ukiangalia mchezaji mmoja mmoja, yani ile timu ya Yanga ilivyo, hata kama ukipewa wewe uisimamie ile timu, inatakiwa ifanye vizuri, kwa sababu nikipewa mimi nisikilize, ukiangalia timu ambayo Mohamed Hussein Zimbwe JR
anakaa nje alafu mashabiki ya walalamiki, unajua hiyo ni timu ya aina gani? Wakati huku kwenye timu nyingine yeye ndo alikuwa kapteni na siku akiumwa wanamchoma chasi na ng'ombe. Huku kwenye timu ya Yanga anakaa nje. Wanamchoma chasi na ng'ombe. Sasa tutafanya sasa, ndio kapteni wao. Ndio mtu lakini amekuja kwetu anakaa nje. Kuna mtu anaitwa Musa Balakonte ambaye aliimbwa sana. Amekuja Young African hapati nafasi kwa sababu kila mchezaji ambaye yuko Yanga yuko nondo. Kwa hiyo kilichokuwa kinatumiza sisi maana yake ni morali ilikuwa imepotea, kwa sababu tumefika kipindi ambacho tuna mechi moja tu ambayo ni ya finali. Ndio maana nakwambia nothing to lose. Yaani tuna mechi moja tu ya finali ambayo hiyo tukiikosa maana tutakuwa katika wakati mgumu sana, na ndio maana wachezaji, benchi la ufundi pamoja na mashabiki tutakuwa kitu kimoja ili kuliendea jambo. Yaani ili kuliendea jambo, na naamini tutashinda kwa ushindi mnono sana. Yeah. Meja anasema kwamba kwa Musa Balakonte ni kama mliingizwa chaka, ndio aliimbwa sana katika usajili wake, wengine mkimkompea kwamba yeye atakayemchukua ndo ana pesa zaidi, lakini mpaka sasa wanaona hakuna ambacho wamekileta. Anasema kama mliingizwa chaka. Hiyo umesema wewe, mimi sijasema kama tuliingizwa chaka. Ninachokizungumza mimi ni kwamba ukiona kama Azizi Andabwile anamweka nje Musa Balakonte, maana yake hapo sio kumzungumzia Balakonte, mzungumzia Azizi ambaye ameweza kumweka nje mchezaji wa kigeni. Yaani pongezi ziende kwa huyu Mtanzania. Na hakai nje kwa sababu hana uwezo. Ila Azizi ameonyesha uwezo, amemshawishi kocha, ndio anapata nafasi. Kwenye taaluma ya ukocha ni kwamba kocha huwa anapanga mchezaji kulingana na mfumo wake. Kwa si kwamba Musa Balakonte ni mbaya, lakini kocha huyu amemwona Azizi Andabwile katika mfumo wake ndio anafiti. Na ndio maana nakwambiaje, kwa sababu Romain Folz ameondoka. Huyu kocha aliyokuja usifikiri kama anaweza kwenda na kikosi kile kile. Kwa kuna mabadiliko ambayo watafanya ambayo yanaweza kumrudisha Balakonte na anaweza kumtupa nje Azizi. Yote kwa yote nimekwambia wachezaji wote waliosajiliwa Yanga au waliokopo Yanga ni wachezaji wa klasi kubwa sana, na ndio maana kocha wa Simba yule aliondoka, sio aliondoka, huyo aliondoka kocha Fadru alisema kwamba ana X factors. Huyo yes. Yaani wachezaji ambao wa kuamua matokeo ndio wako pale Yanga. Hapo sio mchezaji mmoja. Yaani ukiwa na Maxim pia Zengeli anakuamulia matokeo. Ukiwa na Pacome Zouzoua anakuamulia matokeo. Ukiwa na Clement Mzize anakuamulia matokeo. Timu ambayo ina wachezaji zaidi ya 5 au wangapi ambao wenyewe ni key players. Umeelewa? Ndio Yanga. Ndio maana nakwambiaje? Yaani huwezi ukashinda kila mechi. Sasa hiyo inakuwa timu. Hiyo inakuwa draft. Draft kuna mtu mmoja anaitwa Mangulele. Huyo Mangulele anakaa nadhani Temeke. Huyo anaweza kufunga Tanzania nzima. Si ni draft? Yaani wewe mchezaji draft yote unamjua wewe. Akikutana na Mangulele anafunga kwa sababu draft. Ila mpira unaweza ukafungwa. Yaani unaweza ukafungwa. Kufungwa sio shida. Alafu nikukumbushe labda na nakukumbushe walionitazama kwamba Kombe alitolewa kipindi cha kwanza. Kombe alitolewa kipindi cha kwanza. Yaani off time ushaona hata ukifungwa 10 off time mechi haishi hapo. Kwa hiyo yes. Kwa hiyo kule ni tumecheza dakika 45 kwa mimi ninavyosema. Dakika 45 tunakuja kumaliza dakika 45. Cheza kipindi cha kwanza. Na cha pili Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa. Tena walichokosea wao walitakiwa watuadhibu kwa adhabu kubwa, kwa sababu nimekwambia je, sisi tulikuwa tuko chini sana ile game na tulipata nafasi za kutosha tukashindwa kupata magoli. Sasa kosa walilofanya kule la kushindwa kutufunga idadi ya magoli mengi ndio inachohukumu hapa, kwa sababu tutawafunga goli nyingi sana. Na baada ya hiyo mechi unitafute uniulize kama tutafunga kwa magoli mengi. Na tumalize na hili Meja, mmekuwa mkistruggle sana katika mkibadilisha makocha kwa miaka hii baada ya kuondoka Miguel Gamondi, mmekuwa kama mkistruggle bakija baadhi ya makocha wapya. Hii huoni kiathiri timu siku ya Jumamosi? Haiwezi kuathiri, ni kama academy, kwa sababu kuna makocha kwa mfano kama Gamondi academy. Yes, academy. Gamondi kaka hapa kaonekana mkali, umeelewa yule kocha Nabi alitoka ana CV za kutosha, kaja hapa Yanga kapata CV ya kutosha. Hata huyo Romain Folz ametoka hapa, naamini baada ya miezi kadhaa utasikia kuna timu kubwa amenanili, maana sisi tunakuwa tunakuza vipaji, umeelewa. Kwa nini nasema hivyo? Sidhani kama kwa Afrika Mashariki utanikumbusha kama kuna timu yoyote iliyotoka nje kuja kujifunza Tanzania kwa maana ya chochote, lakini umeona timu kama TP Mazembe wametoka zao Kongo wamekuja Dar es Salaam Young Africa kujifunza. Si vitu ambavyo tunajivunia. Umeona sasa hivi hapo najioji nikiwa katika jengo la Yanga. Alafu sio makao makuu tu, humu kuna ukumbi wa yenye bilioni 100 zaidi, hiyo tathmini tu. Yaani humu
kuna ukumbi wa accommodate kama watu 200 mpaka 300 na sio ukumbi tu, ukikaa unapigwa na kiyoyozi, unapata free wifi, na ikifika mida ya mchana kuna kalanchi fulani kanapita. Sasa nenda klabu nyingine uone kama kuna vitu kama hivi. Kwa hiyo ni namna ambavyo klabu zinatoka huko zinakuja kujifunza hapa, tofauti na vilabu vingine ambavyo ikitokea mechi kwa mfano wanahangaika mara waende Mwembe Yanga, mara watoke hapo waende Coco Beach, na sasa hivi nasikia watakaoende Mbagala Rangi Tatu. Hiyo ni kuangalia mechi tu, umeelewa? Kitambaa cheupe sio kitambaa cheusi, yani ni kwamba wanahamahama, kwa sababu walichokifanya wao, lile jengo lao wamebakisha chumba kimoja tu cha kulogea, kinaitwa chumba namba 4. Wanaroga Sasa chumba namba 4 ukifika kwenye ile jengo lile, nenda kaangalia, kuna chumba kinaitwa namba 4 iko, ndio iko. Sasa mimi nilikuwa huko bwana, mimi nilikuwa pale. Sasa unaweza nilijuaje? Kuna chumba cha marogo pale minyunyizi. Yani mimi ndio shabiki pekee ambaye nimehudumu kwenye vilabu vyote. Kwa hiyo najua utamu wa Simba, najua utamu wa Yanga, najua shida na raha. Sidhani kama kuna shabiki mwingine yupo. Kwa hiyo sasa unapouliza swali engo ya ushabiki, niko vizuri. Kwa hiyo sisi ni klabu ambayo ya mpira. Ikitokea umeona hapo nje hapo kuna TV. Hiyo TV hiyo ni kwa ajili ya watu wanakuja kunywa kahawa, ikitokea hata kuna mechi mtu anakaa na ikitokea na kingine tulikuwa tunamuomba GSM kwa sababu ametupa nafasi sisi kama wanachama na mashabiki wa Yanga ya kuingia bure uwanjani, lakini sio mbaya kama angetufanyia mpango tukapata na biriani. Tumezoea kunywa supu, lakini akitufanyia mpango wa biriani na vinywaji vyake sui lemon. Raundi mnataka na biriani. Biriani na yale maji ya GSM yale. GSM. Yawe ya kutosha na biriani. Hilo linawezekana kwa sababu si tajiri. Yanga ndio timu ambayo inarudisha kwa jamii. Ndio maana hata tunapoenda kufanya ziara, tunafanya nini? Kuna vitu tunafanya charity. Kwa hiyo GSM nadhani anatusikia sisi wanachama na wapenzi wa Yanga, atufanyie mpango tupate biriani. Langamia mbali, lakini hata la ng'ombe sio mbaya, kwa sababu langamia hawa watu wa jirani hapa wanaweza wakaja, sababu hata kwenye supu jua anakujaga wanaswani wasije kwenye msafara mamba wanamtumaga mchome hivi. Unawaga mchome anakuja kwenye nini, anakuja na beba hivi, anabeba sio njaa, anawapelekea wenzie. Wewe sio unaona aibu kuja, yani wanamtuma bwana, nenda pale kachukulie supu na vitafunwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Shukrani sana. Asante.